الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتعالت صفاته، ولا إله غيره ولا معبود بحق سواه. فتح بابه للطالبين وأظهر غناه للراغبين، وبسط يده للسائلين، قصدته الخلائق بحاجته فقضاها سبحانه وتعالى، وتوجهت له القلوب بلهفاتها فهداها جل ثناؤه، ووثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعها، وطمأت بكرمه آمال المحسنين فما قطعت طمعها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, awali naihusia nafsi yangu kama ninavyohusia na nyinyi kunako swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawmu yawmul Eid, leo ni siku ya Eid. Jaa baada yawmin adhimin, siku ya leo imekuja baada ya siku kubwa, yawmu Arafa, siku ya Arafa. Walladhi yum'inu an-nadhara fi al-Qur'an al-Karim, yule anayesoma Qur'ani kwa kutafakari ataona kwamba Allah jalla thanauhu ndani ya Qur'ani tabaraka wa taala hakuzungumzia, alipokuwa anazungumzia Dhulhijja, akuzungumzia kama alivyoizungumzia Ramadhani au mwezi wa Ramadhani alivyozungumza. Katika Qur'ani Allah alipozungumzia mwezi wa Ramadhani anasema faman shahida minkum ash-shahra falyasum, yule ambaye miongoni mwenu ataushuhudia mwezi falyasumu, na ufunge. Lakini hakuzungumza kwa lugha hiyo alipokuwa akizungumzia mwezi wa Dhulhijja, bal afrad al-hajja li'annahu la yata'addad, ameizungumzia kwa mufrad kwa sababu haji la yata'addad. Wala yujadu ala wajhi al-ardhi baytun ghayr al-bayt al-haram, katika uso wa ardhi dunia nzima haipatikani nyumba yoyote ambayo inafanana na nyumba tukufu ya Makka, wala Arafat ghair Arafati Makka, wala hakuna Arafati, viwanja vya Arafa isipokuwa viwanja vya Arafa vilivyokuwa Makka. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume wetu kipenzi chetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema al-hajj Arafa, hajj hija ni Arafa. Wabayana subhanahu wa ta'ala fi surati al-fajr, Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-fajr akabainisha annaha layalun 10 la tazidu bi fi'li nas, ni masiku 10 ambayo hayazidi kwa matendo ya watu. Wal fajr wa layalin 10 wash-shaf'i wal watr.
falmuslimuna fi biqa'i al-ardh mahkumuna bi ru'yati ahli al-balad al-haram. Waislam fi biqa'i al-ardh, katika sehemu tofauti duniani, mahkumun, wanapaswa wafanye ibada hii kwa kuzingatia muandamo wa mji mtukufu wa Makka, man balaghakum minhum, wale ambao watafikiwa na taarifa hizo. Faman fatahu dhalika wa khalafahu, yule ambaye atapitwa na hilo na au akalikhalifu, fatahu fadhlu siyami yawmi arafa, atakuwa vile vile amepitwa na fadhila za saumu ya Arafa. Wafatahu fadhilati yawmi nahar, na vile vile atakuwa amepitwa na fadhila za siku hii ya leo, siku ya Idi. Wala raiba anna fi hadha min at-tafarruq ma yukhalifu maqasid ash-sharia, kwa hakika tofauti zinazopatikana zinakindana na makusudio ya sheria tukufu ya Kiislamu. Wa bil ijma'i man fatahu al-wuquf bi Arafa, na wanazuoni umuman kwa ujumla wao, ittifaqul ulama wamekubaliana kwamba yule ambaye amepitwa na kisimamo cha Arafa, wa hakadha man atakuwa amekosa hija, wa hakadha man fatahu siyam yawm Arafa, na yule ambaye atakuwa amepitwa na saumu ya siku ya Arafa, siku ambayo mahujaji wanakuwa wamesimama katika viwanja vya Arafa, atakuwa amekosa fadhila na amepitwa na fadhila kubwa sana. Allah anasema al-hajju ashhurun ma'lumat. Ndugu yangu katika iman, hadha al-eid, idi hii yudhakiru kulla muslimin, inamkumbusha kila muislamu ida hii. Inamkusudia mashhadan adhima, mambo makubwa katika tarikh. Innahu mashhadu la takadu tusaddiquhu al-absar, inatushuhudia mambo ambayo macho yanakaribia yasadikishe matukio hayo kwa namna yalivyo makubwa. Wala tu'minu bihi illa qulubul abrar, na yasiamini matukio haya isipokuwa nyoyo za watu ambao ni wema. Matukio gani tunakumbushwa? Abun ta'inun fi sin, baba ambaye umri wake umesogea, amefika katika umri wa uzee. Yaltaqibnahu alwahid, anakutana na mtoto wake wa pekee. Baada firaq sinin, baada ya kuwa ameachana naye kwa muda mrefu. Dhahara naf'u, mtoto ameshafikia umri ambao manufaa yake yanaonekana. Wa qawiya jasadu, na mwili wake umekuwa na nguvu. Wa balagha mahu sa'ya, na amefikia katika umri au makamu ambaye anaweza kwenda na kurudi. Fayati alhukmu ilahiyyu ila khalili rrahmani bidhibh, mara inakuja hukumu ya mtoto pekee kama huyu tena ambaye amempata katika umri wa uzee, inakuja hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala amchinje. Fi ahadathin yaktasiruha alquran biaqwa alibarat wa amaqiha, katika matukio ambayo Qur'ani imeyasamaraizi kwa lugha ambayo ni nzito, ili iweze kuonyesha umuhimu wa kiigizo, namna kiigizo kilivyo muhimu. Qala Allah ta'ala, falamma balagha ma'ahu sa'ya, alipofikia mtoto huyu kiasi kwamba yuko katika makamu, anaweza akatoka na babake na akarudi. Qala, babake akamwambia, ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka, ewe mwanangu, hakika mimi ninaona katika njozi, naota anni adhbahuka, na kuchinja. Fandhur madha tara, tazama unaonaje. Suratu Safat aya 102. Raa Ibrahimu ru'ya, Ibrahimu al-Khalil aliota ndoto, wa haqqun wa wahyu, na ndoto za mitume ni haki na wahi. Laisa fiha talaubu shaitan, mitume hawana ndani yake wanapoota kwamba wanachezewa na mashaitani. Wa bikulli kalimati almulatafa yaqul, baada ya kuota ndoto hiyo kwa maneno ya upole kabisa anamwambia mwanae, ya bunayya, ewe mwanangu. Ya bunayya ni lugha ya upole. Wa bikulli sarahatin alqawl, na kwa namna iliyokuwa ya wazi kabisa anamwambia, fandhur madha tara, anamwambia bunayya, mwanangu, mimi nimeota na kuchinja. Na kwa lugha ya wazi wazi anamwambia kwa uslubi kama anamshauri, fandhur madha tara, unaonaje ya mwanangu. Wa alima Ismail, mtoto alifahamu huyu, anna an-nadhara laysa nadharu tashakhwin wala ikhtiyar, hili baba analonaambia naonaje hana maana kwamba nifanye uchaguzi, ni lugha nyingine ya kusema kwamba hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, lazima ifanyiwe kazi. Atal jawabu, qala ya abat, jawabu likaja, mtoto akasema, ya abati fa'al ma tu'mar, ewe babangu, fanya kama vile unavyoamrishwa. Satajiduni insha Allah minas sabirin, utanikuta insha Allah ni miongoni mwa wenye kusubiri.
يأمر أباه أن يفعل ليشعره أن الأمر انتقل من مرحلة العلم إلى مرحلة تنفيذ. Mtoto anamuamrisha baba yake afanye kama vile alivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, imetoka katika marhala ambayo ilikuwa tu ni ufahamisho, sasa kwenda katika utekelezaji. Subhanallahu alazim. واعتصمت القلوب بألام الغيوب ووصلت إلى مرحلة فلما أسلم وتله للجبين. walipojisalimisha kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na akamlaza kifudifudi, akawa anataka kumchinja Allah subhanahu wa ta'ala, hapo istaslama Ibrahimu li amri rabbi wa Ismailu li amri dhabh fa'ata nida'u rabani. Ulingano kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukaja, wanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin inna hadha lahu al-bala'ul mubin. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha kauli yake kwamba Ibrahim umesadikisha ndoto yake, umesadikisha ndoto yako, na hakika hivi ndivyo tunavyowalipa wacha Mungu. Inna hadha lahu albala'ul mubin, hakika huu ni mtihani uliokuwa mkubwa sana. Wafadainahu bidhibhin adhim, Allah akamuokoa mtoto yule kwa kuteremsha kichinjwa kikubwa. Ndugu zangu katika imani, al-udhiya, hii ni Eidul Adha. Al-udhiya sunnatun muakkada, udhiya ni sunna iliyokokotezwa. ويكون بعد الصلاة, na inakuwa baada ya kuswali. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى وجوبها على صاحب القدرة, na baadhi ya wanazuoni wanasema kwamba ni wajibu kwa yule kila mwenye uwezo. Wamabtulina bihi, na katika mtihani ambao umma wa Kiislamu unasibiwa leo hii ni kutegemea wageni wawachinjie, ni kutegemea Waturuki wawachinjie, na wao wanaacha fadhila kubwa za kuchinja. Wa hadhihi musibatun kubra, na huu ni msiba mkubwa unaopaswa watu kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Fanahnu rijalun, sisi ni wanaume, wa hum rijal, na wao ni wanaume pia vile vile. Falaysu aghniya wa lasna fuqara, wao si matajiri sana wala sisi si masikini sana. Kama wao ni matajiri, basi hum aghniya un-nafsi, ni matajiri wa nafsi, wa nahnu fuqara'uha, na sisi ni maskini wa nafsi. Ndugu yangu katika imani, hizi ni siku tukufu. Min ahami ma nastafidu min qissati dhabih, miongoni mwa mambo ambayo tunajifunza katika kisa cha kutaka kuchinjwa Ismail na akanusuriwa kwa kuteremshiwa kondoo, na mambo ambayo tunajifunza kuanzia masiku yote haya wa layali na ashr, na hata masiku yanayofuata kuanzia leo ayamu tashriq. Katika mambo ambayo tunajifunza ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kujisalimisha. Muislamu anatakana ajisalimishe kwa Allah, ukweli wa kujisalimisha. Hatujajaliwa kwenda haji, lakini idha lam yatayassar laka alhajj, kama umeshindwa kwenda haji, haikuwa wepesi kwenda haji mwaka huu, faman lam yastati, Ibn Rajab anasema rahimahullahu ta'ala, faman lam yastati alwuqufa bi'arafa falyaqif 'inda hududillah, yule ambaye hajafanikiwa kwenda haji na akasimama katika viwanja vya Arafa, basi asimame katika mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye Allah ameshamtambulisha na anamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Waman lam yastati almabita bimuzdalifa, na yule ambaye hajalala katika viwanja vya Muzdalifa, falyabit ala ta'ati Allahi azza wa jalla liyuqarriba wa yuzlifa, basi asimame katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala na ajikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waman lam yaqdir ala dhibhi hadi bimina, yule ambaye hajaweza kuchinja mnyama wake Mina kwa kufanya ibada ya tamattu, falyadhba hawahu liyabligh bihi almuna, basi achinje matamanio yake. Yule ambaye ameshindwa kuchinja mnyama ayachinje matamanio yao ili afikie katika malengo yake. Waman lam yastati alwusula libaiti llahi alharam, yule ambaye ameshindwa kuifikia nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, li'annahu ba'id falyaqsid rabb albayt fa innahu aqrab ilayhi min habl alwarid, yule ambaye ameshindwa kuifikia nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi amkusudie Allah subhanahu wa ta'ala, kwa yuko karibu zaidi kuliko mshipa wa fahamu. Ibadallah, inna adhama ma tamliku fi hadhihi dunya dinak, kitu kikubwa sana anachomiliki Muislam katika dunia hii ni dini yake. Wa huwa adham neema, dini ni neema iliyokuwa kubwa sana. Tamassak bidinik, ishike vizuri dini yake. Wa khudh bil azm
wazid ala imanika wala tarkan ila dunya, zidisha imani yako kila siku yako isitofautiane, jana iwe tofauti na leo na kesho iwe tofauti na leo. Zidisha imani yako kila siku zinapokwenda. Wala tarkan ila dunya, wala usiegemee dunia, ala wahiya ruknun dhaif, dunia ni nguzo iliyokuwa dhaifu sana. Wala tazina inda Allah janaa ba'udha, wala haiko sawa na uzani wa bawa la mbu mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, alhaya'u khairu zinatin tazayyanat bihi, haya ni zina, ni pambo ambalo wanajipamba nalo wanawake wa Kiislamu. Nukta hii fahamike vizuri. Alhaya'u khairu zinatin tazayyanat bihi an-nisa wa kadhalika ar-rijal, haya ni pambo ambalo wanajipamba kwalo wanawake na wanaume wa Kiislamu. Wa huwa khulqun yahudhu ala fi'li al-hasan, ni tabia ambayo inampeleka mtu kufanya mambo mazuri. Wa tarki al-qabih, na kuacha mambo ambayo ni mabaya. Au taksir fil huquq, au kutokutekeleza haki kama inavyotakia. Wa huwa min al-iman, na haya ni moja kati ya vifungu vikubwa vya iman. Wal imanu ma yuaddi ila aljanna, na imani ni katika mambo ambayo yanampelekea mtu katika pepo. Walahu maratibun, na haya ina daraja. A'laha alhaya'u min Allah jalla wa ala, moja kati ya daraja kubwa kabisa za haya ni mtu kuwa na haya na Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma alhaya'u min khalqi, kisha kuwa na haya na viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Faltizamu almar'a bi iltizamu bi imani, mwanamke anapokuwa na haya maana yake ni kwamba analazimiana na imani. Watamassuku bi shari'ati rabbiha, na anashikamana vizuri na sheria ya Mola wake. Wa riayati al-usratiha, na maana yake ni kwamba atachunga vizuri na kulea vizuri watoto wake. Wa inayati bihijabia, na kwamba atavaa hijabu ya kisheria. Wa ghadhi basariha, na atainamisha chini macho yake. Walbu'd anil ikhtilat, na atajiweka mbali na kuchanganyika na wanaume. Ndugu zangu katika imani, ikiwa haitakuwa hivyo, basi ikiwa kuna shida, na min alamati quwwati al-imani wa thabati, mtu kuwa na haya ni alama ya imani kubwa alionayo na thabati na msimamo katika dini. Qala nabii sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, innal hayaa wal imani qurina jamia, haya na imani zinakwenda pamoja, zinatajwa kwa pamoja. Fa idha rufiya ahaduhuma rufiya al-akhar, moja ikiondoka na kingine kinaondoka. Haya ikiondoka, imani inaondoka. Wal hayaa'u yamna'u al-mar'a an taqla thiyabaha lighairi zawjiha, haya ndio inomfanya mwanamke asimvulie nguo mwanamume ambaye si mume wake, na haya ndio inayomfanya mwanamume asimvulie nguo mwanamke ambaye si mke wake. Hiyo ni haya. Wal haya'u min al-iman, subhanallah. Wa illa idha lam tastahi al-mar'a au ar-rajul, na vinginevyo kama mwanamume au mwanamke hata kuwa na haya, sana'at ma sha'at, al-mar'at sana'at ma sha'at war-rajul sana'a ma sha'a, mwanamke atafanya anavyotaka na mwanamume atafanya anavyotaka. Wa fi hadha halakun, na hapa hakuna zaidi ya kuangamia. Ndugu yangu katika iman, kwa kumalizia hotuba yetu, tutaje kwa kifupi baadhi ya ahkam zinazohusiana na siku hii ya Eid. Min dhalika istihbabu al-ightisal qabla al-khuruj ila salah, inapendeza mtu kuoga kabla ya kuiendea swala. Na vile vile alla yaakula shakhsu shay'an yawm al-adha hatta yusalli salat al-Eid, mtu asile chochote katika Eidul Adha mpaka awe ameshaswali swala ya Eid. Wal afdal an yakuna tamrat, na bora kuwa tende. Hii tofauti kidogo na Eidul Fitr. Na wa ayukthira min at-takbir, na akithirisha sana takbir kwa wingi. Na takbiri sigha yake ni kusema Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, walillahi alhamd. Wayanbaghi, ndugu zangu katika imani, wayanbaghi lilimami an yakhussa shay'an min khutbati al-Eid, inampasa maimamu au imamu inampasa awakusudie wanawake kwa ujumbe maalum kama alivyokuwa akifanya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayanahunna amma yanbaghi yatajannaba, na awakataze mambo ambayo wanapaswa wakae nayo mbali, namna wanavyoelekezwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa ahkamu za Eid ni kwamba swala ya Eid la adhana laha, haina adhana wala iqama wala haitiwi kwa namna yoyote ile. Wala yusalla
man dakhala almusalla li salati al-Eid rak'atayn tahiyatan qabla an yajlisa, wala haifai mtu ambaye atakuwa ameingia katika uwanja wa Eid akaswali rak'atayn, haina rak'atayn za tahiyya. Wa idha dakhala ma'a al-imam athna takbirat, na mtu anapoingia pamoja na imamu wakati anaswali anatoa zile takbira, amepitwa na takbira, falyukabbir lil-ihrami awwalan, akabbir kwa ajili ya kuirimia swala, thumma yutabi'u al-imam, kisha amfuate imam na zile takbira ambazo alizokosa zitakuwa zimeanguka kwake. Faman fatahu wa ahabba qadha astahabba lahu dhalika, yule ambaye swala ya Eid ambayo imempita alafu akataka kuiswali anaweza kuswali, inaruhusiwa kisheria. Wal afdalu lilmar'ati an takhruja li salati al-Eid, na ni bora mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesisitiza kwamba wanawake watoke kwa ajili ya kuswali swala ya Eid, hata kama wako na nyudhuru zao za kisheria, watoke ili wapate darsa na maelekezo ambayo yanatolewa. ومن حضر يوم العيد والإمام يخطب فإنه يستمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك. Yule ambaye ameingia katika msalla wa Eid akakuta kwamba Eid imeswaliwa alafu khutba imeanza, basi atakaa atasikiliza khutba, alafu akishamaliza ataswali. Madhati sunnati nabii sallallahu alaihi wasallam, sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam imepita, sunna ya kivitendo, ala tarki masjidi fi salati al-Eidain, kwamba Eid haiswaliwi katika misikiti na inatakana iswaliwe katika viwanja isipokuwa pale ambapo kunapokuwa na dharura kama vile uwepo wa mvua. Ndugu zangu katika imani, haya ni baadhi ya mambo ambayo tunajikumbusha katika swala ya Eid, na yako maelezo mengine au ahkam zingine ambazo nazimalizia biikhtisar. Hapana ubaya watu kupongezana na kuambiana Eid Mubarak, na watu kuleta majibu kama kusema taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Hapana ubaya, ni jambo zuri, wala hapana ubaya wanawake wenyewe kwa wenyewe kukumbatiana na wanaume kukumbatiana wenyewe kwa wenyewe. Hapana ubaya juu ya hilo, wala hapana ubaya mume kumkumbatia mke wake katika kupongezana katika Eid hii. Wayanbaghi lirajuli an yalbas, mwanamume inapaswa avae siku ya Eid mavazi yaliokuwa mazuri sana. Haya ni maelekezo ya kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na katika mambo ambayo tungependa kukumbushana ni kwamba khutba ya Eid inaweza kuwa khutba mbili au khutba moja, wala hakuna ubaya, mlango ni mpana juu ya hili. La mwisho, idha swadafa al-Eid yawm al-Jum'ah, inaposadifiana Eid ikatokea siku ya Ijumaa kama leo ilivyotokea. Eid leo imekuwa siku ya Ijumaa. Yukhayyaru al-ma'mumuna baina al-jum'ati wadh-dhuhr, maamuma wanakhiyarishwa kati ya kuswali swala ya Ijumaa au kuswali swala ya dhuhuri kwa jamaa au nyumbani. Ama maimamu, ama yule ambaye hakuswali swala ya Eid atalazimika kuswali swala ya Ijumaa. Narudia nukta hii. Yule ambaye hakuswali swala ya Eid atalazimika kuswali swala ya Ijumaa, maadamu yeye ni katika watu ambao wanapaswa kuswali swala ya Ijumaa. Watu wengine ambao wameswali swala ya Eid wanakhiarishwa kati ya kuswali swalatul Jumaa, hakuna ubaya, au waswali swala ya dhuhuri raka 4 mahala pake. Ama maimamu, na hii ndio nukta nilikuwa nimesema tusikizane vizuri. Ama maimamu wao wanapaswa kuwepo misikitini kwa ajili ya kuwaswalisha watu ambao hawakuswali swala ya Eid, au kuwaswalisha watu ambao wameswali swala ya Eid lakini wanataka pia kuswali swala ya Ijumaa. Ndugu zangu, katika mambo ambayo ni makosa makubwa yanayofanyika katika siku za Eid ni michanganyiko ya wanawake na wanaume ambayo imekatazwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo baya sana, namna watu wanavyochukulia kwamba mambo ni poa, na mikusanyiko ambayo isiyokuwa na maelekezo ya kisheria au mikusanyiko isiyofaa ni jambo ambalo ni baya na likitokea sana katika masiku ya Eid. Ala wa akthiru minas sadakati wat takbirat, kithirisheni sana kutoa siku hii ya Eid na mkithirishe sana kuleta takbir. Ala wasallu wasallimu ala man umirtum bis salati wassalamu alayhi
فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا عليه تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا تقبل الله منا ومنكم عيدكم مبارك. Ni kutoka katika viwanja vya mpira katika chuo kikuu cha Uislamu cha Morogoro. Idi imekamilika ambako Waislamu kutoka ndani na nje ya chuo wameweza kudiriki swala hii, na mara baada ya kukamilika kwa swala hii baadhi ya waumini akiwemo makamu mkuu wa chuo kikuu cha Uislamu cha Morogoro Profesa Musa Asad akaweza kuzungumza na Waislamu kupitia Mahasin TV. Lakini ni muhimu kwa kila mwenye uwezo kuchinja mwenyewe. Tusiwachie kama alivyosema khatibu wa Turuki kutuchinjia sisi tukasubiri nyama nyumbani. Ni sunna iliyokokotezwa kwamba kila Muislamu mwenye uwezo wa kuchinja achinje siku hii ya leo. Na kuchinja maana yake ni mbuzi au kondoo, kitu cha maximum 100,000, 1,500,000. Na kwa kweli ukipanga mwaka mzima kwamba Idi ijayo nitachinja, ukiweka shilingi 5,500 tu kila siku kama ukiweza kuweka unachinja. Kwa hiyo tatizo letu kubwa ni mipango yetu haifanyi jambo hili kwa muhimu. Kwa hiyo nataka kuwahimiza wenzangu kwamba lazima wale ambao tuna uwezo wa kuchinja tuchinje, na ukishachinja ugawe mafungu matatu na uwape watu wanaotakiwa kupewa mafungu yale inshallah. Aidukum Mubarak. Jina langu ni Hassan Musa Yuda, rais wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Waislamu Morogoro. Binafsi nimefurahi sana kujumuika pamoja na wanafunzi wenzangu katika siku hii adhimu, siku ya Eid al-Adha. Ningependa kuwatakia wanafunzi wote na familia nzima ya chuo kikuu cha Waislamu Morogoro Eid yenye baraka, yenye furaha. Tuende tukafurahi kwa pamoja, tuzidishe ukarimu, tupendane, mialiko tupeane, na tuyafanye yote hayo kwa kuzingatia kanuni na taratibu ambazo ametuwekea Mwenyezi Mungu, kwa maana furaha yetu isipituke mipaka. Kwa majina naitwa Samiri Isa Haruna, ni mwanafunzi wa chuo cha Waislamu cha Morogoro, Law and Sharia mwaka wa 3. Yaumul Eid ni siku ambayo inabidi furaha isambazwe kwa watu wote ulimwenguni. Eid Mubarak, taqabbal Allahu minna wa minkum salihal a'mal. Watu inabidi tusaidizane katika kila pahala, tufanye sulh, lakini pia kusaidizana katika majambo mbalimbali, kuwasaidia watu ambao wasiojiweza, kuwapatia angalau chochote kitu waweze kupata, ili tuweze ku-maintain ile furaha kwa pamoja, kwa ajili ya kudiriki rehema na fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Eidukum Mubarak, taqabbal Allahu minna wa minkum salihal a'mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Asia Athmani, ni mwanafunzi wa Muslim University of Morogoro. Nimefurahi sana siku ya leo kwa kuswali Eid. Mwenyezi Mungu atujalia mwaka huu tena tumeswali alhamdulillah. Napenda kutuma salamu zangu. Salamu ya kwanza napenda kuanza na mamangu mzazi aliyoko Mwanza. Pia salamu ya pili kwa babangu mzazi, Eid Mubarak. Pia kwa dadangu na kakaangu, Eid Mubarak, na wadogo zangu wote nawapenda sana. Kwa majina naitwa Rahma Othman Mbaya, ni wanafunzi wa Muslim University of Morogoro. Alhamdulillah kwa kufika siku hii ya Eid. Namshukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha hapa alhamdulillah. Natuma salamu zangu kwa watu watatu. Salamu yangu ya kwanza imfikie baba yangu Othman Mbaya akiwa Lindi. Salamu yangu ya pili imfikie mama yangu Fatma Yusuf akiwa Kilwa. Salamu yangu ya tatu imfikie mdogo wangu Rajabia Othman
akiwa Dar es Salaam. Nawapenda sana. Kwa majina anaitwa Saida Muhammad Abedi, ni mwanafunzi wa Muslim University of Morogoro. Napenda kutuma salamu zangu kwa watu watatu. Wa kwanza ni baba yangu mpendwa Muhammad Abedi kutoka Mtwara, wa pili ni mama yangu Fatima Saidi kutoka Mtwara, na watatu ni kaka yangu kipenzi Nurdini kutoka Mtwara. Kwa majina naitwa Sabrina binti Muhammad, ni mwanafunzi kutoka Muslim University of Morogoro, mwaka wa kwanza. Napenda kuwatakia Waislamu wote duniani Eid al-Adha. Pia napenda kutuma salamu zangu kwenda kwa baba yangu Muhammad, pia kwa mama yangu mpendwa Shadia binti Ali. Pia natuma salamu zangu kwa wadogo zangu na Waislamu wote Eid al-Mubarak. Kwa majina naitwa Hadija Haji Hamisi. Leo nina furaha kubwa kuswali swala Eid na kuiona Eid. Nawatakia Waislamu wote Eid al-Mubarak, lakini naomba Eid al-Mubarak tusherehekee kwa wema kwa kufanya yale ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu, kwenda sehemu za halali na kusherehekea kwa halali. Salamu zangu za kwanza nampelekea mama yangu kipenzi Mwajuma Ali. Salamu zangu za pili nampelekea baba yangu kipenzi Mzee Rashid Musa, na salamu zangu za tatu nawapelekea Waislamu wote, nawatakia Eid al-Mubarak. Kwa jina naitwa Fakta Hassan, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Uislamu cha Morogoro. Katika siku hii adhimu napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kunijalia kuweza kufika katika siku hii ya leo. Pia ninawaasa Waislamu wenzangu kufanya amali zilizo njema katika siku hii ya leo, washerekee kwa kheri na furaha. Napenda kutuma salamu zangu kwa familia yangu, Waislamu wote pamoja na ndugu zangu tuliopo hapa Tanzania inshallah. Nikiripoti kutokea katika Chuo Kikuu cha Uislamu cha Morogoro, mimi Ramadhan Idilimu wa Mahasin TV.